Somo langu leo linaitwa Agano la Kuzaliwa Kwangu. The covenant of my birth. Agano la kuzaliwa kwangu au agano la siku yangu ya kuzaliwa. The covenant of my birthday. Agano la siku yangu ya kuzaliwa. Kila kitu unachokiona kina chanzo chake na kina mwanzo wake. Haleluya. Na mara nyingi matatizo mengi, sasa kupunguza sauti hapo. Mara nyingi matatizo mengi yameanzia kwenye vyanzo tangu siku ya kuzaliwa kwako. Kuna vitu unapambana navyo leo, lakini chanzo cha vitu hivyo ni siku yake ya kuzaliwa. Mnaweza kunisaidia pia, watoto wana nafasi zao, wana viti vyao kule nyuma, ili kupunguza vitu fulani. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kila kitu kina chanzo chake, kila kitu kina chanzo chake, kila kitu kina chanzo chake, na kila mwanadamu chanzo chake cha hapa duniani ni siku aliyozaliwa. Kwa hiyo siku uliyozaliwa kwenye maisha yako ni siku ya muhimu sana 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 kuliko unavyoweza kufikiria. Siku ya kuzaliwa kwako ni siku ya muhimu sana kuliko unavyoweza kudhania. Na ndio maana watu wengi wanapuuzia, hawajali kwamba siku ya kuzaliwa kama ina umuhimu kwenye maisha yao. Vitu vingi ambavyo leo vinawasumbua watu, leo vimekuwa ni mateso kwenye mafamilia kwa watu vizazi na vizazi, ni kwa sababu vilitokana na siku ya kuzaliwa. Haleluya. Na kuna maneno ambayo tutaangalia katika maandiko matakatifu, na tutaangalia umaskini ambao mtu anao ulianzia siku alipozaliwa, au baraka alionayo ilianzia siku alipozaliwa, au ugonjwa alionao leo unaomtesa ulianza kwenye siku aliyozaliwa, au laana au vifungo na mateso mengi ambayo watu wanapitia, magonjwa ya kansa, visukari, pressure na vitu mbalimbali ambavyo vinatesa kwenye maisha, na vingine vimepata nafasi ya kuendelea kutesa vizazi na vizazi, na misiba, vifo vinavyoendelea, ni kwa sababu kuna tatizo lilianza kwenye siku ya kuzaliwa kwako. Sema amina. Tuseme amina kama tuko pamoja. Mpaka sasa tuko pamoja. Tutakuwa tukiangalia maandiko matakatifu, na wakati huo tutakuwa tukiendelea kupitia hatua kwa hatua. Haleluya. Kwanza ninataka tuanze kabisa kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza na mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, tuangalie uumbaji wa roho ya mwanadamu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 26, Biblia inaongelea kwa habari ya uumbaji wa roho ya mwanadamu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Unaona, nilifundisha hili kipindi siku ya kongamano la wanawake kwamba tumfanye mtu wakatawale. Ilitakiwa iandikwe na tumfanye mtu akatawale, lakini wakaandika tumfanye mtu wakatawale. Maana yake ndani ya mtu kuna mtu. Haleluya. Anapotawala wanatawala. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinaongelea habari ya uumbaji wa roho. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wake. Mungu anaposema aliumba kwa mfano wake, maana yake unatakiwa kujua Mungu yeye ni anafananaje, yeye ni nani. Anapoumba kitu cha mfano wake, tunajua kwamba kumbe hiki kitu kinafanana na Mungu. Wewe unafanana na Mungu kwa namna gani? Je, Mungu ni Mwafrika? Je, Mungu ni mzungu? Je, Mungu ni Mwarabu? La hasha. Kitabu cha Yohana 4 mstari wa 24, Biblia inasema Mungu ni roho. Sema Mungu ni roho. Haleluya. Kwa hiyo kumbe kwa mfano wa Mungu, maana yake na wewe ni roho. Maana yake unafanana na Mungu kwa sababu Mungu ni roho na wewe ni roho. Nielewe vizuri kina mama, tafadhali mnisikilize sana sana, na vijana mlio hapa, hata kina baba, kwa sababu
ninagusia msingi wa maisha yako kabisa. Biblia inasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi ukiharibika, chanzo kikiharibika, hata nyumba unayokwenda kujenga itakuwa na matatizo.